Tena tuyatazame yale makubwa yaliyojiri katika juma hili. Hii ni Plus Weekend na mimi ni Witness Matiku. Na tukianzia hapa ambapo wiki hii Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameshiriki uzinduzi wa mkutano wa mpango wa maendeleo na uwekezaji wa Afrika, Global Africa Investment Summit, uliofanyika jijini Dubai na ulioshirikisha hatua mpya ya Afrika ya kuvutia mitaji ya kimataifa kupitia uwekezaji uliopangiliwa na wenye uhalisia wa kifedha. Ifuatayo ni picha ya tukio la uzinduzi wa mkutano huo. Akihutubia mkutano huo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewakaribisha wawekezaji wa kimataifa kuzitumia fursa zilizopo barani Afrika, huku akiwasihi viongozi wengine wa nchi za Afrika kuhakikisha kuwa fursa zilizopo zinaambatana na uaminifu pamoja na udhibiti wa sera, taasisi imara na serikali zinazotekeleza ahadi zake. Nchini Tanzania tunatimiza ahadi zetu. Kile ambacho wawekezaji wanatafuta leo sio fursa tu, bali uaminifu. Uaminifu katika taasisi, uaminifu katika uthabiti wa sera na uaminifu katika washirika wanaoheshimu ahadi zao. Tanzania imejitolea kuwa mshirika kama huyo. Tunathamini mahusiano yaliyojengwa juu ya uaminifu, uwajibikaji na ustawi wa pamoja. Na katika muktadha huu, mkutano wa kimataifa wa uwekezaji wa Kiafrika unawakilisha mabadiliko yenye maana kutoka ushiriki uliogawanyika hadi ushirikiano uliopangwa, kutoka utegemezi hadi ukuaji unaoongozwa na uwekezaji, na kutoka miradi iliyotengwa hadi maeneo yanayofaa kuwekezwa yaliyokaa sawa na vipaumbele vya kitaifa. Kipekee ameeleza jinsi Tanzania ilivyowekeza kimkakati katika nishati, reli, bandari na miundombinu ya uchukuzi pamoja na maeneo maalumu ya uwekezaji na dirisha moja la uwekezaji ili kurejesha mazingira rafiki kwa uwekezaji wa muda mrefu. Tanzania has climbed to the 9th position among Africa's most attractive investment destinations. Tanzania imepanda hadi nafasi ya 9 miongoni mwa maeneo yanayovutia zaidi uwekezaji barani Afrika. Kwa wawekezaji waliomo katika chumba hiki usiku wa leo, ninawapa mambo matatu. 1, miundombinu inayofanya kazi, na hiyo ni pamoja na umeme, reli na bandari. Hivyo basi, wacha niseme kwa ujumla kwamba uti wa mgongo wa ukuaji wa biashara tayari umejengwa. Ushiriki wa Tanzania katika mkutano huo unaakisi dhamira ya nchi ya kwenda kwenye ushirikiano uliopangiliwa vizuri na unaoendana na vipaumbele vya maendeleo ya taifa na matarajio ya wawekezaji wa kimataifa. Na kando na mkutano huo, pia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mazungumzo na makamu wa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu na mtawala wa Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Mazungumzo ya uwili ni mwendelezo wa ushirikiano wa kihistoria baina ya Tanzania na Dubai na nchi za Umoja wa Falme za Kiarabu, ukiwa ni ushirikiano wa kirafiki na uliojengwa kwenye mabadilishano ya kisekta, ikiwemo utamaduni, uwekezaji na biashara pamoja na elimu. Katika wiki hii pia Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amekabidhi hundi ya shilingi bilioni 200 kwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Joel Nanauka, ikiwa ni utekelezaji wa vitendo wa ahadi ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoitoa wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2025 ya kutenga na kutoa mitaji kwa ajili ya kuwezesha vijana na wanawake. Ifuatayo ni taarifa kamili kutoka kwake Eden Bahati. Pia Waziri Mkuu alisema uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ni mhimili wa kukuza uzalishaji, biashara, uwekezaji na ustawi wa maisha ya wananchi, hasa vijana na wanawake, ambapo amezitaka wizara, taasisi na mamlaka za sekta zinazoendelea kutekeleza mpango huo, kuhakikisha fedha hizo zinawafikia walengwa wote na programu zilizokusudiwa na kutoa tija tarajiwa. Siku ya Alhamisi Februari 5, 2026,
katika ukumbi wa mikutano wa ofisi ya Waziri Mkuu Mlimwa jijini Dodoma, ambapo pamoja na mambo mengine amesisitiza kuwa mafanikio hayo hayatapimwa kwa kiasi cha fedha kilichotolewa, bali kwa mabadiliko halisi ya maisha ya wananchi, hususan vijana na wanawake. Waziri Mkuu alisisitiza kwamba uwezeshaji huo usiwe zoezi la kawaida la kiofisi, bali uwe chombo cha mageuzi ya kiuchumi. Hivyo utekelezaji wa shilingi bilioni 200 lazima uendeshwe kwa uwazi na uwajibikaji. Taarifa za maendeleo zitolewe mara kwa mara na hatua zichukuliwe dhidi ya matumizi mabaya. Serikali haitasita kuchukua hatua kwa yoyote atakayekiuka dhamira ya uwekezaji huu. Hafla ya leo imeendelea kuonesha kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan si tu kuwa ni kiongozi mwenye maono na kuahidi, bali ni kiongozi anayetekeleza kwa vitendo maono yake na ahadi zake anazozitoa. Utoaji wa hundi ya shilingi bilioni 200 unaonesha kwa vitendo kwamba serikali ya awamu ya 6 inatekeleza ahadi zake kwa vitendo na si tu ahadi na si tu maneno. Tukio hili linaweka msingi mpya wa kuimarisha ushiriki wa vijana na wanawake katika uchumi wa taifa na kuharakisha safari ya Tanzania kuelekea kwenye uchumi jumuishi na endelevu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hundi ya shilingi bilioni 200 inalenga kuimarisha upatikanaji wa mitaji kwa vijana na wanawake waliojikita kwenye shughuli za kiuchumi kwenye sekta mbalimbali ikiwepo kilimo, uvuvi, kwenye vizimba, sanaa, filamu, biashara, viwanda, usafirishaji, utalii na huduma za chakula na teknolojia na huduma nyingine za kujitegemea. Fedha hizi zitachochea uwezeshaji kiuchumi hasa maeneo pembezoni mwa miji na vijiji ambako vijana na wanawake bado wana changamoto zaidi. Eden Bahati Plus Weekend. Wiki hii Chama cha Mapinduzi CCM kimeadhimisha miaka 49 tangu kuasisiwa kwake, ambapo wanachama wake ndani na nje ya nchi wakiongozwa na viongozi waandamizi wameshiriki matukio mbalimbali ya kusherehekea mafanikio yaliyopatikana katika safari ya Chama cha Mapinduzi. Tujiunge na msimulizi wetu Esther Mtebe akitupitisha katika maadhimisho hayo. Makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Steven Wasira aliongoza harambee ya kuchangia ujenzi wa ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM wilayani Bunda mkoani Mara na kufanikisha kupata shilingi zaidi ya milioni 440, huku akiwataka wanachama wa Chama cha Mapinduzi kuendelea kuweka umoja na mshikamano, kwani ni nguzo ya chama hicho. Na msingi wa CCM ni umoja. Hakuna CCM kama hakuna umoja. Kwa hiyo nguvu yetu ni wanachama wetu, na wanachama hao nguvu yote ni umoja wao. Mara baada ya harambee kufanyika, makamu mwenyekiti akatangaza kiwango cha fedha kilichopatikana. Yote mchango wetu leo ni milioni 115,060,000. Na marafiki zangu ambao tumewachangisha kwa jina la Bunda Office, ujenzi wa ofisi ya Bunda. Kwa tunapata aibu sana, wanachama wetu hawana sehemu ya kukaa na kufanya vikao vyao, wanafanyia kwenye miji na siri nyingi zinavuja. Kwa kuja kutushika mkono sisi wanamara na hususani wanabunda, hakika umeonyesha mapenzi makubwa na wanabunda. Na huko mkoani Dodoma, maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa CCM yaliyoongozwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, ambaye kipekee alimwagiza Waziri Mkuu kufanyia kazi changamoto ya upungufu wa chakula wilayani Chemba mkoani Dodoma iliyosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Nimesikia changamoto ya upungufu wa mazao ya chakula kutokana na hali ya hewa. Nitumie nafasi hii kumwelekeza Waziri Mkuu kulifanyia kazi jambo hili, kufanya utafiti na kuchukua hatua, na hasa atakapojiridhisha kwamba inaingia katika eneo la maafa ambalo liko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Katika hatua nyingine, makamu wa rais alibainisha azma ya chama hicho
kuishi misingi ya demokrasia na kuwa chama cha mfano, huku baadhi ya viongozi wa chama na serikali wakieleza jinsi utekelezaji wa ilani ulivyobadilisha taswira ya Tanzania ndani na nje ya nchi. Lakini chama chetu katika ilani ya CCM tumesema tutaendelea kusimamia misingi ya demokrasia katika nchi yetu. Hatuwezi kusimamia demokrasia ya nchi yetu kama tunashindwa kuisimamia ndani ya chama chetu. Utekelezaji wa sera na ilani ya Chama cha Mapinduzi unachangia kwa kiasi kikubwa katika kuiwezesha Tanzania kupata rasilimali watu mahiri, bunifu na wenye stadi zinazohitajika katika uchumi wa sasa na wa baadaye. Mheshimiwa, kwenye sekta ya elimu msingi na sekondari tumepokea shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya kuhakikisha tunaboresha miundombinu ya elimu kwa watoto wetu. Sisi Chama cha Mapinduzi na Samia wetu tunachapa kazi. CCM oyee! Wale wengine wapiga porojo. CCM oyee! Naye makamu wa pili wa rais wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah ni mjumbe wa kamati kuu CCM na ndiye mlezi wa CCM mkoa wa Tanga. Yeye aliongoza maadhimisho ya miaka 49 ambapo aliwaeleza wana CCM na wananchi wa Tanga kuwa Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwaletea maendeleo wa Tanzania kwenye nyanja zote kupitia upatikanaji wa huduma muhimu karibu na maeneo yao. Watanzania wanahitaji mambo mawili tu. Wanahitaji amani, wanahitaji maendeleo. Basi chama hichi ndio chama cha wanyonge. Kata 245 ilikuwa ina sekondari 4 tu, na sana watu wanatoka hapa naenda Tabora Boys. Lakini tuangalie sasa hivi maendeleo ambayo tumeyapata ni kiasi gani. Kata 245 zote zina sekondari. CCM oyee! Fundisho yako mheshimiwa, tumeweza kukumbuka falsafa ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere pale aliposema, pamoja na mambo mengine, lakini nchi yetu bado inategemea watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Akiwa mkoani Mwanza siku hiyo maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa CCM, naibu katibu mkuu wa chama hicho Tanzania Bara, John Mongela, aliwataka Watanzania kudumisha amani, umoja na mshikamano ili kuenzi misingi ya uzalendo iliyoachwa na waasisi wa taifa. Tuendelee kudumisha mila, mshikamano, tuiombee nchi yetu, kila mtu kwa imani yake. Tanzania ndio kisiwa cha amani, sisi ndio kimbilio la watu wote. Tusiruhusu hata siku moja tukaharibikiwa. Lakini pia aliwahakikishia wana CCM na Watanzania kwa ujumla kuwa CCM itaendelea kusimamia miradi ya maendeleo ikamilike kwa utimilifu. Na tunategemea si muda mrefu sana reli ile itaanza kufanya kazi, kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka nguvu kubwa reli ile kukamilika kufika Mwanza. Kulikuwa na shida sana ya vivuko kwenye ziwa Victoria, kwenye maeneo yetu ya vivuko, lakini kwa upendo na mahaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kuleta zaidi ya bilioni 28 ambazo zimetengeneza vivuko. Kwa hiyo amani walioacha wazee wetu, basi vijana wa sasa waienzi. Upanuzi wa airport ya Mwanza bilioni 123, kazi hiyo inaendelea, na hivi karibuni Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwa hapa kuhakikisha kwamba mradi huo unapata msukumo mkubwa zaidi. Katibu wa NEC Organization Isa Haji Usi, yeye aliongoza maadhimisho ya miaka 49 ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoani Geita, ambapo katika hotuba yake aliwasihi watendaji wa serikali nchini kuhakikisha wanatekeleza ipasavyo ilani ya CCM kwa nguvu zao zote, kwa kuwa imebeba matumaini makubwa ya maisha ya Watanzania. Wafanyakazi wa serikali mliopewa dhamana ya kuwahudumia wananchi wetu, tunawaomba na tunawasihi, timizeni wajibu wenu wa kulitumikia taifa hili. Uchaguzi umekwisha, katekelezeni ilani kwa kuwa watendaji wazuri wa kuwahudumia Watanzania. Kata yetu ya Rudete imeweza kutuletea shule 5 shule za sekondari, imeweza kutuletea
shule za msingi 11 mpaka sasa kwenye kata yetu. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela akiwa kwenye maadhimisho hayo amesema serikali inaendelea kutekeleza ilani ya CCM ipasavyo, huku akieleza mafanikio ya siku 100 za Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. La kwanza, aliahidi ajira kwa wafanyakazi sekta ya afya na sekta ya elimu. Tunapozungumza hapa, tuna zaidi ya wafanyakazi wapya wameletwa ndani ya mkoa wetu wa Geita, wafanyakazi 1000. Na mjumbe wa kamati kuu ya CCM na mlezi wa CCM mkoa wa Pwani Laila Ngozi, yeye aliyatumia maadhimisho ya miaka 49 kuwahimiza wana CCM kuendelea kulinda amani na kuenzi muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Naweza kusema tulipo sasa ni pazuri sana na sana na sana, kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan ni nguli wa siasa, ni mwanasiasa mbobezi. Wote tumeona jinsi chama chetu sasa hivi tunakujiendesha wenyewe, jinsi chama chetu sasa hivi kilivyokuwa na miradi mingi ya maendeleo na kinashughulika wenyewe. Maadhimisho haya yalihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali na chama, akiwemo Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Rufiji pamoja. Hapo Nyamwage tutajenga hospitali ya rufaa ya kibingwa na kibingwa bobezi hapo Nyamwage. Njia ya kuelekea Utete tumekushaamua, imekusha kwenda pale, kwa sababu bima ya afya kwa wote haitakuwa na maana kama mwananchi atalazimika anapopewa rufaa kusafiri kilomita 400 kwenda kufuata huduma. Haitakuwa na maana yoyote. Gharama ya usafiri itakuwa kubwa kuliko gharama aliyolipia kwenye bima ya afya. Au uongo ndugu zangu? Akiongoza maadhimisho ya miaka 49 ya CCM mkoani Dar es Salaam yaliyofanyika kwenye viwanja vya Mnazi Mmoja, katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Kenani Kiongosi amesema maendeleo yote yaliyopatikana nchini ni juhudi za utekelezaji mzuri wa ilani ya chama hicho toka kuundwa kwake mwaka 1977. Tunapopita barabarani tunaona miradi mikubwa ya barabara inajengwa, si ndio? Hiyo ni kasi ya utekelezaji wa ilani, na tunaamini kufikia 2030 barabara ndani ya jiji la Dar es Salaam zitakuwa lami kila sehemu, lakini msongamano utakwenda kupungua. Lakini jambo lingine ninalopenda kuambia, ulinzi wa taifa letu ni wajibu wetu wa Tanzania. Amani na utulivu ni wajibu wetu nani? Wa Tanzania. Tusiruhusu kwa namna yoyote ile watu kuharibu amani ya nchi hii. Sherehe hizo zilikwenda sambamba na uzinduzi wa miradi mbalimbali ya chama, ikiwemo vizimba vipya vya kisasa vilivyojengwa pembezoni mwa ofisi ya CCM mkoa kwa gharama ya shilingi milioni 713. Tumejenga frame za maduka 41 na yote tumeshapata wapangaji. Thamani ya kodi ambayo tunakusanya kwa mwezi ni milioni 29.5 ambazo zitatusaidia katika kufanya kazi za chama, lakini kuimarisha miradi mingine ya chama. Esther Mtebe, Plus Weekend. Shukran sana Esther Mtebe kwa kutupitisha katika maadhimisho ya miaka 49 ya Chama cha Mapinduzi, na hapo tunaenda katika anga la kimataifa kuangalia yale makubwa yaliyojiri katika juma hili. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi pamoja na ujumbe wake amerejea tena jijini Washington nchini Marekani miezi miwili baada ya kutia saini kwa mkataba wa amani na Rwanda ambao unaonekana kutotekelezwa. Juma Mohamed anatusimulia zaidi kuhusu tukio hili. Tshisekedi amekutana na kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na kamati ya Seneti ya Marekani inayoshughulikia mambo ya nje kujadili hali ya usalama mashariki mwa DRC na utekelezwaji wa mkataba wa amani wa Washington uliotiwa saini mwaka uliopita. Maseneta hao wakiongozwa na Chris Smith anayeongoza kamati inayoshughulikia masuala ya Afrika wametaja changamoto mbalimbali zilizochangia kutotekelezeka kwa mkataba huo, ikiwa ni pamoja na Rwanda kutotekeleza baadhi ya vipengele vya mkataba kikamilifu, lakini pia wakililaumu kundi la waasi wa M23 kuendelea kudhibiti maeneo mbalimbali mashariki mwa DRC licha ya kutakiwa kuondoka. Changamoto nyingine ni kuendelea kwa machafuko,
kushindwa kutokomeza waasi wa FDLR wanaotishia usalama wa Rwanda na changamoto za waathiriwa wa vita kutopata misaada ya kibinadamu kama chakula na dawa. Na kwingine kwa kimataifa ni serikali ya Uingereza imeweka vikwazo dhidi ya watu 6 muhimu ambao inadai wanachochea vita vya Sudan. Salma Shabani anatueleza kwa undani kuhusu tukio hili. Hatua hizo zimetangazwa na katibu wa mambo ya nje Yvette Cooper baada ya ziara yake kwenye mpaka wa Sudan na Chad wiki hii, ambako alikutana na wakimbizi waliokimbia vurugu. Yvette Cooper amesema katika taarifa yake kuwa anatumai vikwazo hivyo vitasambaratisha vita vya wale wanaoendesha au kufaidika na ghasia za kikatili nchini Sudan na kutuma ujumbe kwa wale waliohusika na uhalifu kuwa watachukuliwa hatua. Watu walio chini ya vikwazo ni pamoja na maafisa wakuu wa jeshi la Sudan na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF pamoja na raia 3 wa kigeni wanaodaiwa kuwa na jukumu la kuajiri mashujaa wa Colombia kupigania RSF. Cooper alitembelea wakimbizi walioko jirani Chad wiki hii, wakiwemo wanawake na wasichana wadogo ambao ni wahanga wa mashambulizi ya kingono yanayofanywa na makundi yanayopigana. Mimi ni Salma Shabani na hii ni Plus Weekend. Natoka katika ripoti hiyo ya kwake Salma Shabani inatupa kituo cha Plus Weekend katika juma hili. Mimi ni Witness Matiku, usikose kuungana nasi katika juma lijalo. Naendelea kutazama Channel 10 Plus.